Namna kipekee kabisa, kwanza nawashukuru wote tuliweza kufika hapa. Na namna kipekee tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanya hii sherehe kwa sababu ni kwamba tunaenda kuvunja kamati ambayo ilikuwa ni kwa asilimia, kwa sababu kusema kwamba kama ile budget ilikuwa ni milioni 300, basi asilimia 80 ilitoka ndani ya wilaya ya Songwe. Kwa namna kipekee kabisa tunamshukuru sana Mheshimiwa DC kwa kuweza kufanya maamuzi. Lakini kila kitu lazima tujifunze. Mimi kuna kitu nimejifunza kwa asilimia kubwa sana kukaa na mkuu wetu wa wilaya Itunda. Nimejifunza vitu vingi sana. Ni kwamba unaweza kusema kesho yako utaitengeneza leo. Sawa eh? Na utaitengenezaje leo? Utatengeneza kwa watu ambao utakuwa nao siku hii hapa. Huwa naongeaga sana kwa watumishi wangu. Ni kwamba usiamini kwamba utasaidiwa na mtu ambaye labda umemwacha Njombe, umemwacha Arusha, umemwacha wapi. Wale ambao unaishi nao ndio wanaweza kukusaidia na kukutoa kwenye tatizo lolote ambalo unaona kwamba hauwezi kulishinda. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwako Mheshimiwa DC ni kwamba kwanza unyenyekevu. Kwa sababu mimi nafanya naye kazi kwa karibu na hakika katika miaka yote ambayo nimekaa na wewe toka umeteuliwa kuja Songwe, mimi sijawahi kabisa hata siku moja kukwazana na DC. Ni kitu ambacho kwa kweli unaweza kukiona, sijui nisemaje, lakini uhalisia 100%. Kwanza anatuunganisha serikali na chama kwa asilimia kubwa sana, kuna utulivu ndani ya wilaya yetu. Lakini pia anatuunganisha pia watumishi pamoja na ofisi yake ya mkuu wa wilaya. Ukiangalia watumishi, yani sijui nisemaje, lakini mimi nafahamu moyoni mwangu mimi binafsi ni kwamba DC wewe ni kiongozi na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki upande juu zaidi hapo ulipo. Kingine kabisa tuendelee kumwombea kwa sababu eneo aliloenda kulifanya ni agano. Sawa eh? Kwa hiyo tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, tumuombe kwa Mwenyezi Mungu kwamba agano lake liende kukaa miaka mingi mpaka pale ambako wameweza kwenda kutengana kwa kifo. Mimi nakuombea sana hilo. Lakini lingine pia jamani, mimi Songwe kuna kitu nimejifunza kwamba kama ukiwatumikia kwa kujitoa, wananchi huwa ni wasikivu. Mfano mzuri, mimi naomba nimsimamishe mwenyekiti wa wafanyabiashara. Ni msaada sana kwangu kwenye utendaji wangu wa kazi, mwenyekiti wa wachimbaji wadogo, mwenyekiti wa wafugaji, watu wote hao tunafanya nao kazi kwa karibu sana na kazi yetu zinaenda. Kwa hiyo kwa namna hii ya kipekee ni kwamba anayetuunganisha wote tunaweza tukaongea lugha moja ni Mheshimiwa DC. Kwa hiyo hapa juu pakiwa hapaeleweki hapa kwa Mheshimiwa DC, lazima halmashauri, yani wote wilaya nzima wote tuvuguke. Tuwe na kutokuwa na maelewano. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, mimi nakushukuru sana na nimejifunza mengi na naamini kwamba yani kuongoza kwangu halmashauri imekuwa rahisi pia kwa sababu ofisi yako iko imara na inanishauri vizuri. Nashukuru sana Mheshimiwa DC. Jamani, tuendelee kuserebuka. Karibuni sana. Nashukuru.